Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Sport Arena, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bado nazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kabisa kuna katika kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club, ambapo leo hii wameweza kutangaza moja kati ya jambo kubwa kwelikweli kwenye kikosi chao. Ikumbuke kwamba klabu ya soka ya Simba Sport Club kwa sasa ipo katika hatua za kuirudisha ile Simba yenye makali, Simba yenye ubora, Simba yenye kila mbinu za kuhakikisha kwamba inashinda katika michezo yake. Sasa klabu ya soka ya Simba leo hii baada ya tajiri Mo Dewji kukamilisha moja kati ya sajili kubwa kwelikweli kwenye kikosi chake, jambo ambalo limekwenda kuwafurahisha mashabiki wengi wa soka wa klabu ya soka ya Simba, wakiamini ya kwamba Simba sasa ndio hili ambao walikuwa wakiweza kuhitaji imeweza kurudi. Sasa ni nani huyo ambaye ametua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba? Amesajiliwa kutoka wapi? Amesaini mkataba miaka mingapi? Hayo ni maswali ambayo mashabiki wengi walikuwa wanataka kuweza kuyajua, na majibu yake niko nayo hapo. Utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club katika huu usajili mpya ambao umefanyika katika siku hii ya leo. Ila kabla hatujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Sport Arena, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu bana. Klabu ya soka ya Simba Sport Club yenye maskani yake mtaa Msimbazi Kariakoo, Dar es Salaam, imeendelea kuweza kujikita katika usajili, kwani Simba Sport Club iliweka bayana ya kwamba msimu huu hawahitaji porojo nyingi. Wanachokihitaji ni kufanya usajili makini ili kuweza kuleta tija kwenye kikosi chao. Chini ya mwalimu kocha Steven Banka anaamini ya kwamba wanaweza kufika hatua nzuri, huku akirudisha ile imani ya mashabiki wa klabu ya soka ya Simba ambayo ilikuwa ikiweza kupotea taratibu. Sasa imeanza kurudi na kuamini ya kwamba kikosi chao kina wachezaji wenye ushindani mkubwa ambao wanaweza kuondoka na kombe lolote msimu huu. Sasa klabu ya soka ya Simba Sport Club wenyewe wameweza kuweka bayana juu ya usajili ambao wanaendelea kuufanya, ambapo leo hii klabu ya soka ya Simba Sport Club wamethibitisha wao wenyewe juu ya taarifa hizi ambazo zinazoendelea kwa sasa, ambapo klabu ya soka ya Simba imekamilisha usajili wa kiungo Calvin Nation akitokea Pamba Jiji FC, akiwa ni sehemu ya mkakati wa muda mrefu wa kuimarisha kikosi chake kuelekea ushindani wa ndani na kimataifa. Taarifa zinaeleza kuwa mchezaji huyo tayari amekamilisha taratibu zote za muhimu za usajili, ikiwa ni pamoja na makubaliano ya mkataba binafsi pamoja na vipengele vya uhamisho kati ya klabu hizo mbili, na sasa anasubiriwa kuanza rasmi majukumu yake ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club. Calvin Nation anaingia Simba akiwa miongoni mwa viungo waliokuwa wakifanya vizuri ndani ya ligi kuu Tanzania bara NBC, ambapo ameonyesha uwezo mkubwa katika kucheza nafasi ya kiungo wa kati. Ndani ya Simba anatarajiwa kuongeza ushindani mkubwa katika safu ya kiungo ambayo tayari na wachezaji wenye uzoefu na ubora, hali itakayompa kocha chaguo pana zaidi katika kupanga kikosi kulingana na mahitaji ya kila mchezo. Ujio wake pia unatarajiwa kuongeza ubora wa timu katika maeneo ya ulinzi wa kati na ujenzi wa mashambulizi, hasa katika michezo yenye ushindani mkubwa. Hatua ya kukamilisha usajili wa Nation inaonekana kuwa sehemu ya juhudi za Simba kuhakikisha inaendelea kuwa na kikosi imara chenye uwezo wa kushindana katika ngazi zote, ikiwemo ligi kuu Tanzania bara pamoja na mashindano ya kimataifa kama vile michuano ya klabu barani Afrika. Uwezo wake ni mkubwa kwelikweli katika kile ambacho
kinaelezwa kwamba mambo yanaonekana kwenda vizuri kabisa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Lakini katika hatua nyingine inaelezwa kwamba Simba wamekamilisha usajili wa mshambuliaji hatari ambaye anakuja kuchukua nafasi ya Suleiman Mwalimu, ambaye kwa sasa inaelezwa kwamba anarejea katika kikosi cha klabu ya soka ya Wydad baada ya mkopo wake kuweza kuisha, huku Wydad wakikaza kuto kuendelea kumtoa kwa mkopo, ambapo klabu ya Simba imekamilisha usajili wa awali wa mshambuliaji raia wa Ivory Coast Mofese Tesol Kalidula akitokea klabu ya Marumo Gallants Afrika Kusini katika maandalizi ya dirisha kubwa la usajili la mwishoni mwa msimu huu. Na kama umeanza kufuatilia mambo ya usajili, umeanza kugundua kwamba Simba sasa hivi ni kama wamehamisha soko lao na kupeleka Afrika ya Kusini baada ya kocha huyu na kocha Fadru ambaye alipita aliweza kuleta wachezaji wengi wa Afrika Kusini, na hata kocha Steven Banka ameendelea kuweza kuwaleta makocha ambao ameendelea kuweza kuwaleta wachezaji ambao ni kutoka Afrika ya Kusini. Sasa kwa mujibu wa taarifa inaelezwa kwamba Simba tayari imefikia makubaliano ya kumsajili nyota huyo mwenye umri wa miaka 27, huku taratibu zote muhimu za usajili zikidaiwa kukamilika. Hata hivyo, mchezaji huyo anatarajiwa kujiunga na rasmi na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya msimu wa sasa kumalizika. Uamuzi wa kukamilisha usajili huo mapema unatajwa kuchangiwa na uhitaji mkubwa wa kuimarisha safu ya ushambuliaji ya Simba, ambayo kwa sasa inaonekana kuwa na uhaba wa washambuliaji wenye ushindani mkubwa na uwezo wa kubeba majukumu katika mashindano ya ndani na kimataifa. Kalidula anakuja Simba akiwa na uzoefu wa kucheza katika ligi mbalimbali barani Afrika, mbali na kuitumikia Marumo Gallants. Mshambuliaji huyo pia amewahi kucheza katika klabu ya El Adud ya Misri pamoja na ASEC Mimosas na ya Ivory Coast. Kwa hiyo nyota huyo anatajwa kuwa na uwezo wa kucheza katika nafasi zaidi ya moja katika safu ya ushambuliaji, akitumika winga au mshambuliaji wa kati. Anasifika kwa kasi, uwezo wake kupenya safu za ulinzi pamoja na ubora wa kufunga na kutengeneza mabao. Taarifa kutoka ndani ya benchi la ufundi la Simba zinaeleza kuwa mchezaji huyo amekuwa akifuatiliwa kwa muda mrefu kabla ya kufikia makubaliano, huku akionekana kuendana na mahitaji ya timu na falsafa za mwalimu kocha Steven Baka. Lakini katika hatua nyingine, klabu ya soka ya Simba inaelezwa kwamba wapo katika majadiliano na klabu ya soka ya Azam juu ya kuweza kumpata nyota wa mchezo, nazungumzia Faisal Salum. Inaelezwa kwamba kile kipengele cha bilioni 1 kwamba akiuzwa kuelekea Simba Sport Club Azam watapaswa kulipa kimekwenda kumalizika. Sasa ni ruksa kuuzwa hata Simba. Kwa hiyo sasa kinachosubiriwa ni makubaliano ya pande zote mbili. Tajiri inaelezwa kwamba yuko tayari kumwaga kiasi cha pesa ili kumpata Faisal kwenye kikosi cha Simba. Huenda Simba kwa mara nyingine watapata saini ya Faisal, ijapokuwa amekuwa akijaribu kila msimu, lakini msimu huu inaonekana wazi kabisa kwamba mambo yanakwenda vizuri. Bwana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya